Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na tuko hapa kwa ajili ya mafundisho mbalimbali, mafundisho kwa ajili ya wanawake pekee. Tutakuwa na mafundisho mbalimbali katika channel hii na tutaweza kupata mafundisho mbalimbali kwa ajili ya wanawake. Basi kabla hatujaenda kuanza mafundisho yetu siku ya leo, naomba nikaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya siku nyingine uliyofanya kwa ajili yetu. Tuko mbele zako, tunahitaji rehema na masamaha. Utusamee Bwana. Zaidi ya Mungu, katika neno lako hili ninaomba Roho Mtakatifu atuongoze. Bwana, fungua akili zetu na fahamu zetu. Bwana, tuko tayari kukusikiliza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nikiomba tena kushukuru. Amen. Basi katika siku ya leo tutaenda kujifunza kitu kimoja ambacho kinaitwa ni namna ambavyo shetani anatenda kazi katika uzazi wa mwanamke. Tutaenda kuangalia ni jinsi gani shetani ameachilia hii roho ya operation kwa wanawake. Sasa hivi imekuwa ni kawaida sana kwa wanawake wengi kujifungua kwa operation. Kwa hiyo tunaenda kuona ni kwa namna gani ambavyo adui amekuwa akitenda kazi katika uzao au uzazi wa mwanamke. Ningependa tuanze na kitabu cha Mwanzo ili tuone kwa nini adui anachukia sana au ana hasira sana na huu uzao wa mwanamke. Ukisoma Mwanzo, katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15, neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Kwa hapa tunaona jambo la kwanza ni uadui Mungu aliyoweka kati ya mwanamke na huyu nyoka ambaye ni shetani. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 na ule mstari wa 17. Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 17 anasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa tumeona katika kitabu cha Mwanzo uadui, lakini katika kitabu cha Ufunuo tunaona joka akamkasirikia mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake. Tunaona hapa ilikuwa ni wakati wa kile kipindi cha kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea, na pia katika ulimwengu wa mwili, kusoma kitabu cha Mathayo tunaona ni jinsi gani ambavyo adui alikasirika. Kwa hiyo akatoa amri kwamba watoto wanaume wote wauawe, kwa hiyo waachwe tu wale wanawake. Kwa hiyo tunaona katika ulimwengu leo ni jinsi gani ambavyo adui alikuwa amemkasirikia yule mwanamke. Yaani kwa sababu tunaona Yesu alizaliwa kupitia nani? Kupitia mwanamke ambaye ni nani? Yesu ni mkombozi wetu. Kwa katika mwanamke ukombozi ulitokea, na mwanamke alikombolewa kupitia uzao wake. Mwanamke alikombolewa mwenye kupitia uzao wake. Sasa tuende tukaone baadhi ya vitu hapa ambavyo vitatupeleka huko kwenye somo letu. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Isaya 66, Isaya 69 na ule mstari wa 9. Isaya 69 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema, je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana. Mimi nizalishaye, je, nilifunge tumbo? Asema Mungu wako. Nitarudia tena, anasema, je, mimi nilete wana karibu na kuzalisha nisizalishe? Asema Bwana. Mimi nizalishaye. Kwa anayezalisha ni Mungu pekee. Yaani ingawa wakati wa kujifungua mwanamke ukifika anapelekwa hospitalini, lakini kazi nzima anayoifanya ni Mungu. Kwa wale madaktari wanakuwa tu wamefanyika kama vile wasaidizi. Kwa hiyo anayeleta wana karibu na kuzalisha ni Mungu. Pia anayeweka watoto tumboni mwetu ni Mungu. Ingawa kuna njia ambayo Mungu ameweka kwamba wakikutana mwanamke na mwanamume wakikutana ndipo mtoto aweze kutokea tumboni, lakini anayefanya kila kitu ni Mungu. Kwa sababu ukisoma katika kitabu kile cha Mhubiri 11 na ule mstari wa 5 anasema, kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito. Kwa hiyo mimi kuna wakati nilikuwa nikitafakari jinsi ambavyo mtoto anakuwa, kwa kweli sikuelewa kwa kweli na sitaelewa, japo sayansi imejaribu kuelezea kwa namna gani, lakini Mungu ndo anayejua kila kitu, kwa sababu yeye ndiye anayekuza huyo mtoto katika tumbo, ndiye anayefanyaje, anayezalisha pia huyo mtoto. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 1:19 tunaona ni jinsi gani hawa
wanawake wa Kiebrania walivyokuwa wakizaa, walivyokuwa hodari katika kuzaa. Kuna kesi moja hapo ukianza katika kile kitabu cha Kutoka 1, ukianzia 1 mpaka 18 utapata kujua ni jinsi gani Farao alivyofanya. Kwa hiyo katika kile kitabu cha Kutoka sasa 1:19 neno la Mungu linasema wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Kwa tunaona jinsi gani wanawake wa Kiebrania walikuwa wakizaa, walikuwa ni hodari. Kwa kuna nguvu ambayo Mungu ameiweka katika uzao wa mwanamke. Yaani ni ile automatically Mungu alipomwambia mwanamke kwamba nitakuzidishia uchungu katika kile kitabu cha Mwanzo. Sura hiyo ya 3 ukisoma mstari 16 anasema akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa katika mumeo. Kwa Mungu alisema nitakuzidishia uchungu, kwamba mwanamke atazaa kwa nini? Kwa uchungu. Lakini katika ule uchungu tunaona wanawake wa Kiebrania walipokuwa wakizaa, Mungu aliweka kuna ile nguvu automatically kwamba ukifika wakati wa kujifungua, okay, utajifungua, lakini utajifungua kwa uchungu, lakini kuna ile nguvu ambayo Mungu amekuwa ameweka na wewe mwanamke sasa unakuwa una feel kweli kabisa kwamba kuna nini, kuna kitu ambacho kinataka kutoka kweli, nataka kuzaa, nataka kutoa mtoto, na nini kifanyike? Basi Mungu akaachilia uchungu hapo kwa mwanamke. Sasa adui amekuwa akiachilia roho hii ya operation sana kwa wanawake. Kuna sababu nyingi sana ambazo Mungu alikuwa amenifundisha kwa habari ya wanawake wengi kwa nini walikuwa wanajifungua hasa kipindi hiki kwa njia ya operation. Wakati fulani mimi na mume wangu tulikuwa tukienda kuombea wagonjwa hospitali. Tukaingia katika wodi moja, tukakutana na mwanamke mmoja. Kwa hiyo tukamweleza pale, tukamwambia sisi tumekuja kwa ajili ya kuwafanyia wagonjwa maombi. Kwa hiyo alifurahi, yani aliona kama ni vile muujiza, na akaona kwamba kumbe kuna watu ambao wa namna hii wapo. Kwa akatueleza shida yake, na alikuwa ni mama mjamzito, na akatuambia kwamba amepata infection. Okay? Na ile infection, kwa hiyo akawa amepewa bed rest kwa sababu na siku zake za kujifungua zilikuwa zimekaribia kufika. Kwa hiyo akawa tu amepewa bed rest pale akisubiria siku zake za kujifungua zifike. Kwa mimi nikawa nimemueleza habari kwamba mama, unamwamini Yesu, utajifungua kwa njia ya kawaida na hata usiwaze kwa habari ya operation. Lakini akasema kitu kwamba mtoto wake wa kwanza alijifungua kwa kawaida, mtoto wake wa pili alijifungua kwa njia ya kawaida, lakini alichanika sana. Kwa katika kule kuchanika, akijifungua wakati huu sasa kwa njia ya kawaida, yani uwezekano ni mdogo wa kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa hata madaktari walimwambia kwamba mama, kwa sasa utajifungua kwa operation. Kwa hiyo hautaweza kujifungua kwa njia ya kawaida kwa sababu yule mtoto wa pili uliyejifungua ulichanika vibaya. Lakini akamwambia pia unaweza ukajifungua kwa kawaida, ni wewe machaguo yako. Lakini yule mama, kwa namna ambavyo ulikuwa ukimsikiliza, ukimwangalia, anaona hawezi tena kujifungua kwa njia ya kawaida. Yeye mwenyewe anaona bora tu ajifungue kwa operation. Kwa hiyo ile imani nilikuwa nayo, nikimuelekeza ni kwa namna gani Yesu alivyo ni mkuu na Mungu hapendi ile operation, nikamwambia kabisa Mungu hajaumba mwanadamu ajifungue, mwanamke ajifungue kwa operation. Hapana, bali tutapozaa utazaa mwanamke kwa uchungu. Kwa hiyo habari ya operation haijatoka kwa Mungu. Habari ya operation imetoka kwa shetani. Sasa kuna sababu kadhaa ambazo tunaona adui anazitumia sana kwa wanawake kuhakikisha wanawake wanajifungua operation, kwa sababu pia katika hiyo operation adui ana malengo yake pia. Ni nini kwa akipate kwa huyu mwanamke? Kwa tunaona sababu ya kwanza ni vyakula. Kwa adui amekuwa akitumia vyakula vingi sana. Kuna vyakula vya mafuta mengi. Kuna vyakula vingine ukila vinakudhoofisha mwili. Yaani kama ambavyo adui anacheza na watu kwa hali tu ya kikawaida, unakuta kwamba kuna vyakula vingine ukila usingizi, yani unalala hapo hapo. Yani unasema okay, nikila hapa nitafanya maombi vile, lakini unashangaa ukila, yani unajikuta una usingizi, unajiuliza kwamba huu usingizi umetoka wapi. Kwa vile adui okay, anazidi kukupa chakula, kuna vyakula utakula. Kumbe hivyo vyakula vinakudhoofisha mwili. Na unapozidi kula hivyo vyakula, kadri siku zinavyozidi kwenda, yani unajikuta sasa ile, yani mwili wako unakuwa kawaida. Na kwa jambo la kawaida wamama wajawazito, kuna sio vyakula vyote wanakula. Kwa kuna wengine
wanakula vyakula yani kwa kuchagua chagua, na kuna wengine wanakula vyote, lakini yani kuna kila mtu na situation yake ambayo yupo. Lakini kuna wengi, kuna vile vyakula ambavyo walikuwa wakila wakati wa ujauzito anaacha kula, kwa utakuta akila anatapika, akila anajisikia vibaya, kwa unaona tu bora aache. Kwa hiyo sasa kuna vile vyakula vingine ambavyo sasa utakuta shetani anamletea mtu. Sasa hivi kuna mavyakula mengi ya magana, mavyakula mengi ya viwandani, mavyakula mengi ambayo yameondolewa asili yake. Kwa hiyo unashangaa mtu anakula hivyo vyakula, mwili wake unazidi kudhoofika. Anakula hivyo vyakula, mwili wake unazidi kudhoofika. Kwa hiyo kwa habari ya chakula tuwe makini. Lakini pia udongo pia inaweza ikawa ni chanzo. Kwa tunaona hapa Mungu alipomlaani nyoka akasema kwa udongo utakwenda. Sasa mwanamke anapokula huo udongo wakati wa kipindi chake cha ujauzito unakuwa na hatari. Unaweza kusema kwamba mimi nakulaga udongo na wakati wa ujauzito najifungua kwa kawaida. Yes, ni neema pia, na sio wote ambao wanakula udongo watajifungua kwa operation, hapana. Ila pia udongo pia nao unachangia, kwa sababu unakuwa umempa adui nafasi ya kutawala kile kitoto kilichopo katika tumbo lako. Kwa hiyo chakula pia ni sababu ya kwanza kuepuka mavyakula ya mafuta sana, mavyakula ya viwandani, na pia ni kumomba Roho Mtakatifu akuongoze, kwa sababu yeye Mungu ndiye anakuza mtoto. Nasema Mungu, kuna hivi vyakula tu katika kipindi hiki cha ujauzito, nisaidie. Maana vyakula vingine unavyokula unamwomba Mungu pia unapata nguvu, Mungu anakusaidia zaidi. Lakini sababu ya pili ninaweza kusema kwamba ni kuogopa uke kutanuka. Wanawake wengi wamekuwa wakidanganywa sana na adui kwamba anaogopa eti akienda kujifungua kwa njia ya kawaida basi mume wake ataanza kutoka nje ya ndoa, kwamba katika uke wake utatanuka baada ya pale kujifungua huyo mtoto. Hii imekuwa ni sababu ambayo wanawake wengi sana wakijidanganya, yani wakidanganywa na shetani na wakitumia. Nilikuwa na mdogo wangu mmoja akawa anasema kwamba yani mimi wakati wangu tu wa kujifungua ukifika naenda namwambia tu daktari aniambie, nimwambie daktari kwamba mimi nataka nijifungue kwa operation. Okay. Akasema Mungu wangu, kwa nini watu wanakimbilia sana operation? Imekuwa ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo wanawake wamekuwa wakiogopa kwamba mume wangu ataanza kutoka nje ya ndoa, mume wangu ataanza kuniona mimi sijui nimezeeka, sijui nimefanyaje, wakati Mungu ameumba uke wa mwanamke ni wa asili, ni elastic. Kwa hiyo wakati ule wa kujifungua mwanamke ukifika, yani njia automatically inatanuka. Kwa hiyo kuna wanawake ni kwa story pia hadithi nishawahi kusimuliwa wakijifungua nini, kwa wanavyoenda vile hospitali wanakuambia ni hiki na hiki kinachotokea. Kwa njia ikishafunguka pale kitendo tu cha wewe kujifungua mtoto, kwa njia inarudi katika asili yake. Kwa hiyo shetani amekuwa akiwadanganya wanawake wengi, na katika hili sasa amekuwa akileta vitu vya ajabu. Jambo ambalo amekuwa akilileta hapa, kuna vitu ambavyo shetani amevileta, sijajua jina lake, ila nilipouliza na nikaambiwa kwamba wanaita vipipi. Sasa jina lake halisi silijui, ila kwa mtu ambaye alinielekeza wakati huo nipo chuo, maana nikashangaa. Tumekaa katika vimbweta tunasubiri discussion iendelee, na kulikuwa na vimbweta vingi tu mahali pale, watu walikuwa wakifanya discussion. Sasa nikaona katika kimbweta kimoja ambacho tulikuwa tumekaa jirani, akapita kaka mmoja, kuna hivyo vidude hivyo anaviuza. Sasa nikashangaa wasichana wengi wa chuo wamevigombania. Nilikuwa nimekaa pembeni na rafiki yangu akacheka. Alipocheka nikamwambia unacheka nini, na pale yule kaka anauza nini? Ndio akasema anauza hivyo vidude fulani hivi, vinaitwaje? Nikamsema vinaitwa vipipi. Mwenye hata alikuwa hajui jina, ila anasikiaga tu vinaitwa vipipi. Nikamuuliza ndio vinafanya kazi gani? Akasema hivyo vidude unavichukua sasa unaviweka katika uke wako, eti ili utakapokuja kukutana na mwanaume akukute kama vile wewe bado ni bikra. Aisee, nilishangaa sana. Kwa wakati ule sikuwa hata na injili ya utakatifu nilikuwa sijui, lakini kile kitendo nikasema, yani ina maana chuoni ndo kuna washelati kiasi hiki. Na pia kulikuwa pale na mwanaume mmoja naye akamnunulia mke wake, maana ndo alikuwa ametoka tu kuoa na ndoa yake ilikuwa haina muda mrefu. Kwa kweli nilishangaa. Yani nilishangaa, nikasema adui ameamua sasa atumie kila njia kuhakikisha sasa anamaliza huu uzao wa mwanamke. Sasa Mungu akawa ananifundisha jambo kwamba unapoweka hicho kitu katika uke wako mwanamke, unategemea nini? Na shetani akileta kitu, hawezi akaleta kitu
akakuacha salama. Shetani akikileta kitu katika maisha yako mwanamke, akikileta kitu, analeta kitu kwa ajili ya kukuangamiza. Kwa wakati unatumia hicho kitu unaweza kaona kwamba kina faida kwako, lakini hakina faida. Sasa nikawa nafundishwa kwamba unaweza kaweka hicho kitu, je, wakati wa kujifungua, imagine hiyo njia isifunguke. Nini unategemea hapo? Maana hapo cha kutegemea ni nini? Ni operation. Nikasema huu ni ushetani kabisa. Nikasema shetani anatumia kila njia kuhakikisha kwamba wanawake wanajifungua kwa operation. Na ukiangalia mwanamke anapojifungua kwa operation, kwa sababu hii miili yetu ni ipo tofauti. Wengine ni wembamba, wengine ni wanene, wengine tu ni wa kawaida, na wengine yani tabia ziko tofauti. Mwingine akishajifungua akikuta mwili wake upo vipi, anaona atumie madawa ya kuweka mwili wake sawa, ili mume wake pia asije akaanza kuchepuka kwa kwanza kusema kwamba umejifungua mwili wako umekuwa ni wa kizee. Kwa sababu wanaume wengi wasio katika Kristo, yani ndo vitu ambavyo wanaviwazaga na ndo vitu ambavyo wanavisemaga. Nakumbuka wakati niko advance, kuna kijana mmoja hivi tunaongea tu tunazungumza. Asa akawa ananiambia kwamba yani mimi mke wangu akiwa na ujauzito natoka nje ya ndoa. Sasa nikashangaa, nikamwambia unatoka nje, ndio akasema yani kipindi chote iko mimi nianze kumsubiri na mpaka aje ajifungue, na akijifungua miili ya wanawake wakijifungua inavyokuwa. Nikasema Mungu wangu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo shetani amekuwa akiachilia kwa wanawake, vitu vya ajabu sana. Hivi vitu nilishangaa sana, kuogopa uke kutanuka na kutumia vipipi. Nilishangaa sana. Kwa hiyo adui anaachilia hero operation taratibu. Kwa hiyo unaweza kazani kwamba operation ni kawaida, lakini hapana. Rejea kwenye Biblia yako kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Wanawake wote ambao Biblia imewazungumzia wakati wa kuzaa kwao, hakuna hata mmoja aliyefanywa upasuaji. Lakini sababu ya tatu ninaweza kusema kwamba ni hofu, uoga wa maumivu. Wengine wanaogopa maumivu, wengine wanaogopa eti ule uchungu. Anasema wewe, mimi naogopa tu ule uchungu. Nikifika tu kule ndaenda tu kumwambia daktari mimi nataka operation. Mwingine kwa sababu ameshasikia kwamba uchungu ni mkali sana kuliko kitu chochote, kwa hiyo anaona ni afadhali tu aende akamwambie daktari kwamba mimi sitaki kujifungua kwa operation, nataka nijifungue kwa nini? Kwa njia, sitaki kujifungua kwa njia ya kawaida, nataka nijifungue kwa njia ya operation. Kwa hiyo unakuta wengine kabisa daktari akimwangalia anaona kabisa kwamba huyu hana shida yoyote ya kusema kwamba labda atajifungua kwa operation. Lakini kwa nini anang'ang'ania operation? Kwa hiyo kumbe ni yeye mwenye hofu, ni yeye mwenye oga na sababu zingine. Kwa watu wanawake wamekuwa wakisahau kwamba anayezalisha ni Mungu pekee. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi ya 71 mstari wa 6. Anasema kwamba maana ndiwe taraja langu. Mstari wa 6 anasema nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa. Ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu, ninakusifu wewe daima. Kwa hiyo Daudi ametambua kwamba ni wewe uliyenitoa katika tumbo la mama yangu, na wewe tambua kwamba anayetoa huyo mtoto aliyeko katika tumbo ni Mungu. Madaktari wanatumika tu ili kusaidia sasa, kwa sababu wengine hawawezi, wakati tu wa kujifungua atahitaji msaidizi, kwa hiyo kuna madaktari. Kwa hiyo anayefanya kila kitu ni Mungu. Na kwa kujifungua operation sio dhambi, na kwamba eti kujifungua kwa operation basi ukifa unaenda kuzima, hapana. Kwa sababu mbinguni kinachompeleka mtu ni matendo yake matakatifu. Na ndio maana wakati tunasikia kwamba mtu jamani amepata na changamoto kwa inabidi ajifungue kwa operation, tunamwombea ili aweze kujifungua kwa njia ya kawaida, na ikishindikana njia ya kawaida tunamwombea hiyo operation iende vizuri. Na ndio maana wengine watajifungua kwa operation bado atabaki salama, na Mungu atawaponya pia kwa njia hiyo hiyo ya operation. Kwa hiyo mwanamke, kataa hizo sababu zisizokuwa na maana. Kataa woga, kataa sababu za kutishiwa, sijui uchungu, sijui namna gani, hapana. Lakini pia sababu ya 4 naweza kusema kwamba ni nguvu za giza. Adui anaachilia nguvu za giza kwa wanawake wengi sana wenye ujauzito. Anawashambulia sana wanawake wengi wenye ujauzito. Na ndio maana mwanamke ukijigundua kwamba una ujauzito, nenda kwa mchungaji wako, na pia ukipata sadaka pia itapendeza zaidi. Mwambie mchungaji, hivi na hivi naomba uniombee. Kwa hiyo unakuwa umemkabidhi yule mtoto tangu tumboni, umemkabidhi mbele za Mungu. Na hakika huyo mtoto atakuwa salama, atakuwa katika njia sahihi. Kwa hiyo unapotumia vitu
ambavyo havieleweki. Kwa mfano kama sasa unatumia udongo, maana yake unaalika hizo nguvu za giza kutawala katika huyo mtoto. Kwa kuna nguvu za giza ambazo zinawashambulia, adui anatuma huko kushambulia sana 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 wamama wajawazito. Nina mfano kidogo hapa. Nina dada yangu ambaye ninaweza kusema kwamba zilikuwa ni nguvu za giza ambazo zilikuwa zikimshambulia wakati huo. Kwa hiyo imefika wakati wake wa kujifungua sasa. Kila alipokuwa kilala anaota kabisa kwamba akifanywa operation anakufa. Akifanywa operation anakufa. Kwa hiyo akawa anakataa kabisa ile hali ya kufanywa operation. Imefika wakati wake wa kujifungua, akapelekwa hospitalini. Hospitalini akapata challenges, yani difficulties. Kwa hiyo kuna wengine wana face challenges, wana face difficulties sana sana sana, ndio maana wengine wakijifungua wanachanika. Kwa hiyo kila madaktari wanamfuata, wanamwambia mama, hauna namna, lazima ujifungue kwa operation. Anakataa, anasema sitaki kujifungua kwa operation. Kwa hiyo wapo watumishi ambao walikuwa wakimfanyia maombi na wenyewe pia wanakataa operation. Kwa kweli waliomba. Mama yule aliendelea kukataa. Hataki kufanywa operation. Hataki kufanywa operation. Kwa hiyo madaktari wakamwacha kusema basi utakapoamua sasa basi sisi tupo. Maana alikuwa akiangalia njia haifunguki. Okay, tunaona kabisa shetani amepambana hapo. Huyu mama lazima ajifungue kwa operation. Na jifungue kwa operation, mama tunammeza. Naye mama Mungu alikuwa akimfunulia kwamba utakapojifungua kwa operation unakufa. Basi siku zinazidi kuendelea na anazidi kuchoka, maumivu ni makali. Akakubali akasema basi itabidi sasa nijifanyaje, nijifungue kwa operation. Basi madaktari wakamwambia basi kesho tunakufuata. Usiku wake kalala, kaota tena anakijifungua kwa operation anakufa. Kwa madaktari ile siku yake ilipofika, madaktari wakamfuata, alikataa kusema mimi sijifungue kwa operation. Kwa kuna watumishi waliokuwa wakimuombea na akajifungua, lakini alipojifungua kwa sababu mtoto alikuwa tayari ameshakuwa tumboni, maana yake sasa amezaliwa kwa ule muda umepitiliza kidogo, kwa hiyo akajifungua akachanika vibaya. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani ambavyo adui alikuwa akipambana kwa huyo mama kwamba akijifungua tu kwa operation basi mama tunamchukua. Kwa hiyo unagundua kwamba adui pia anataka kumaliza wanawake wengi watakaojifungua kwa operation wafe. Na kuna mahali fulani hivi nilienda kusalimia, kwa hiyo nilipoenda nikakuta kuna story wanapiga pale kwamba jamani, kuna mtoto wa mjomba wangu amejifungua watoto, kajifungua watoto mapacha, watoto wa kiume, watoto wamefariki na mama pia amefariki kwa ajili ya operation. Kwa adui anaachilia huko operation kwa anaachilia na uzembe kwa madaktari. Unakuta madaktari wanamzalisha mwanamke, mara sijui kuna kitu gani wamesahau, mara sijui kuna kitu gani wamefanya hawajafanya operation haijaenda vizuri. Mara nishai kusikia kuna kesi moja hivi, kuna kisu kale ka scalpel sijui anaikaita hivyo kwamba kamesaulika tumboni. Sasa huyo mama hicho kisu kikisaulika tumboni atabaki salama? Kwa hiyo adui kuna mbinu ambazo anazitumia pia, na ndio maana hata mama akiwa anajifungua kwa operation tumuombe pia hata hiyo operation iende salama. Kwa nguvu za giza pia adui amekuwa akiziachilia sana 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 kwa wanawake. Lakini sababu nyingine naweza kusema ni roho za kifamilia. Kuna zile familiar spirits, bibi, mama, mjukuu, watoto wajukuu wanajifungua tu kwa operation, na mama sasa amekuwa akisema jamani mimi wanangu wanajifunguaga tu kwa operation. Sisi katika familia yetu tunajifunguaga kwa operation. No. Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama na kukataa hilo katika familia, kwamba tunakataa wanawake katika familia hii, katika ukoo huu kujifungua kwa operation. Kwa watu wamekuwa wakikubaliana na hizo hali na wakiona tu ni kawaida. Hapana, sio kawaida. Kama tu vile ambavyo kwenye ukoo, kwenye familia kuna kuaga na zile roho za magonjwa ya kansa, ukiangalia ni kansa. Kwa hiyo unaishi tena operation. Kwa hiyo Mungu alipanga ujifungue labda uzae watoto 10, unazaa watoto 3. Kwa sababu madaktari watakwambia mama, hapa ndo kikomo chako. Na kama unjui Yesu zaidi utasema yes, hapa ndo kikomo changu. Kwa kuna zile roho za kifamilia. Lakini sababu nyingine ya mwisho naweza kusema kwamba hizi ni homa za mara kwa mara. Adui amekuwa akiachilia magonjwa kwa wanawake wengi wajawazito. Mwanamke mjamzito unapaswa kulinda afya yako na afya ya mtoto wako. Unapaswa pia kulinda kwa maombi, pia kulinda kwa chakula bora. Adui asipate nafasi wakati wa kipindi chako cha ujauzito. Mara utashangaa mwanamke anaumwa malaria, mara UTI, mara sijui magonjwa ya ajabu, mara sijui magonjwa gani. Kuna wakati fulani nilimuuliza mama mmoja, yeye ana watoto 10. Nikamuuliza mama,
watoto wako ulijifunguaje? Akasema watoto wangu nilijifungulia nyumbani na nikajifungua kwa njia ya kawaida. Kwa adui anapokuwa anaachilia magonjwa, yule mwanamke mwili unazidi kudhoofika kwa sababu anakuwa ametumia madawa. Tangu alipokuwa na ujauzito mpaka anakuja kujifungua ni madawa. Kwa hiyo anaudhoofisha mwili wake, mifupa inadhoofika, anazaa akiwa na shida kwa operation, na mtoto atakayezaliwa anazaliwa hana afya nzuri. Madaktari wanaanza sasa kumwambia mama, lazima maintain lishe kwa mtoto wako, lazima maintain hiki na hiki. Kwa hizo ni sababu chache, ni sababu zingine pia kama unaweza kaona unazijua zinazoweza kusababisha operation, basi unaweza kaziandika kwenye comment ili na wanawake wengine pia waweze kupona. Kwa hizo ni sababu ambazo adui amekuwa akiziachilia kwa wanawake. Na wanawake wengi wamekuwa wakisumbuliwa sana na hizi roho za operation. Inasikitisha sana. Ukienda hospitalini wanawake, katika wakati wanawake 10, wale wanawake 7 wamejifungua kwa operation. Mmoja unaweza ukakuta amejifungua kwa njia ya kawaida na 2 wamejifungua kwa njia ya kawaida, lakini wamepata matatizo, wengine damu imeishiwa, wengine amechanika. Kwa hiyo kule kuchanika sasa, wakati wa kuja kujifungua mtoto mwingine lazima ajifungue kwa operation. Ni kitu ambacho kimekuwa ni maonezi. Ni wakati sasa wewe mwanamke uliye na ujauzito au hata kama una ujauzito kuwaombea wale wengine. Pinga, kataa hii roho ya operation. Kwa hiyo katika hizo sababu pia adui amekuwa na malengo ambayo naweza kusema malengo yake sasa ni madhara, na ninaweza kusema madhara sasa ambayo adui amekuwa akiachilia ni vifo vya wanawake na watoto. Yaani sasa hivi mtu akienda hospitali kujifungua, yaani unabaki tu kusema Mungu usika, kwa sababu imekuwa wengi wakienda hawarudi. Hata wenyewe tu wa mama wajawazito waliojifungua wakirudi hata kusimulia, kuna mama mmoja amefariki pamoja na mtoto wake, kuna mwingine amefariki kwa sababu hii na hii, kuna mwingine amefariki mtoto amerudi mama analia kwa sababu amekaa miezi 9, ameteseka katika miezi 9 na mtoto amefariki. Kwa hiyo adui anakuwa akiachilia vifo vya wanawake pamoja na watoto. Lakini pia kupunguza uzao. Adui anapunguza uzao. Yaani adui anataka pengine labda watoto wao wanazaliwa mmoja au 2. Kwa hiyo tunaona ni vitu gani ambavyo Mungu yeye amesema zaeni mkaongezeke, lakini adui anataka kupunguza uzao kwa hawa wanawake. Kwa hiyo utakuta mwanamke akijifungua kwa operation anaambiwa azae watoto 3 au 4, kwamba hakomee hapo. Lakini tukiona wakati wa nyuma zamani wazazi wetu walikuwa wakijifungua kwa njia ya kawaida na atajifungua watoto 10, wengine hadi 20, na hata kama ni mapacha unakuta ajifungua mapacha zake 2, mapacha zake 3 kwa njia tu ya kawaida. Lakini sasa hizi hata wamama wajawazito wakijifungua sasa watoto mapacha utakuta yule mmoja akajifungua kawaida, wa pili kajifungua kwa njia operation kwa sababu ameshindwa kusukuma yule wa pili, nguvu zimemwishia. Sasa wamama, usisahau ya kwamba anayeweka watoto tumboni ni Mungu mwenyewe. Usisahau ya kwamba anayezalisha hao watoto ni Mungu mwenyewe. Usisahau ya kwamba anayefanya kila kitu, mifupa kukua mpaka process zote za mtoto kukua mpaka kuja kujifungua wewe mwanamke, ni Mungu pekee. Kwa hiyo shetani asikudanganye. Sema mimi ni mwanamke wa Kiebrania, sema mimi ni hodari. Kuna nguvu ambayo Mungu ameweka katika mwanamke, katika uzao. Kataa hiyo roho ya operation, ni roho ya uonezi, isiwe sehemu yako mwanamke. Kataa kabisa, mwambie Mungu, ninajua ni wewe unayeweka, ninajua ni wewe unayefanya. Mimi ninakataa operation. Lakini pia wakati wa kipindi chako cha ujauzito ombea na wewe wengine, kwa sababu kuna wengine wanaweza kaa wakati huo hospitali wana face challenges. Kwa hiyo katika maombi yako unaweza ukawasaidia, unaweza ukawaokoa wanawake wengine ili na wewe pia uje uokolewe. Kwa hiyo ombea wanawake, mwanamke wajawazito, ombea wanawake waliopo katika kujifungua, ombea wanawake wenzako na Mungu atakubariki zaidi. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kutuwezesha, asante kwa yote. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo nikiomba yote na kushukuru. Amen. Basi nikusihi mwanamke, unaweza kushare pia, unaweza kulike, unaweza kusubscribe kwa ajili ya mafundisho mengi mbali kwa ajili ya wanawake. Channel hii itakuwa ni kwa ajili ya mafundisho mbali ya wanawake. Amen. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu. Amen.